aliyewahi kuwa waziri mkuu wa Tanzania na jaji mstaafu hapa nchini Tanzania, Jaji Joseph Sinde Warioba ameonya kuhusu kesi za ugaidi kuelekea katika maridhiano, huko akiwa na hofu kupatikana kwa katiba mpya ndani ya muda. Jaji Joseph Sinde Warioba ameeleza kushangazwa na kuumizwa kwa wimbi jipya la ukamataji wa raia wakiwemo wasomi ambao wengi wao hufunguliwa mashtaka ya ugaidi mara tu wanapopata dhamana katika makosa ya awali. Akizungumza katika mahojiano maalum na tovuti ya The Jenerali Ulimwengu Post kuhusu hali ya kisiasa nchini, Jaji Warioba amebainisha kwamba kuna mwelekeo wa mamlaka kutumia sheria za makosa yasiyokuwa na dhamana kama nyenzo ya kutisha wananchi na kuwakosesha haki yao ya uhuru. Jaji Warioba ametoa mfano wa kesi za hivi karibuni mkoani Dodoma inayomhusisha mwadhiri wa Chuo Kikuu cha Dodoma, Melkizedeki Kaijage, ambaye awali alishtakiwa kwa kosa la uchochezi ambalo kisheria lina dhamana. Alieleza ya kuwa baada ya mahakama kuridhia kumpa dhamana, mshtakiwa alibadilishiwa ghafla na kupewa kosa la ugaidi. Kuhusu mchakato wa maridhiano ya kitaifa, Jaji Warioba ameonya kuwa matumizi ya mashtaka mazito kama ugaidi yanaweza kukwamisha juhudi za kuiponya nchi kufuatia yaliyotokea Oktoba 29 mwaka 2025. Aidha, Jaji Warioba ametoa mtazamo wake wa kitaalamu na kisheria kuhusu hali ya kisiasa nchini, akionya kuwa ratiba ya serikali ya kupata katiba mpya ifikapo mwaka 2028 inaweza isiwe na tija kutokana na uhaba wa muda wa utekelezaji. Amesema kwamba ingawa serikali inaonekana kukubali mapendekezo ya tume ya Jaji Chande, ikiwemo kuunda tume ya maridhiano, bado kuna wasiwasi mkubwa ikiwa mchakato huo utahusisha wananchi kikamilifu. Mapendekezo hayo yanalenga kukamilisha mchakato wa katiba mpya ifikapo mwaka 2028 ili itumike katika uchaguzi mkuu wa serikali wa mwaka 2029 na uchaguzi wa mwaka 2029 katika uchaguzi wa serikali za mitaa na uchaguzi mkuu wa mwaka 2030. Hata hivyo, Jaji Warioba amesema kuwa mnyororo wa matukio yanayopaswa kufuata au kufikia kupatikana kwa katiba hiyo ni mrefu na ni mgumu. Jaji Warioba amebainisha kuwa mchakato wa katiba mpya unahitaji hatua kadhaa nyeti, ikiwemo kazi ya kamati ya wataalamu kulinganisha rasimu zilizopo, na muhimu zaidi ni kuweza kukusanya maoni ya wananchi nchi nzima. Na ameeleza kwamba kupata maoni ya wananchi si jambo la miezi mitano au miezi sita, bali ni mchakato unaohitaji utulivu wa muda mrefu wa kutosha ili kuweza kupata mwafaka wa kitaifa. Pia Jaji Warioba aliweza kutoa maoni yake kuhusiana na jambo la utekaji hapa nchini Tanzania ambavyo lina asili ile uhuru wa watu kutoa maoni yao hapa nchini Tanzania. Sasa Jaji Warioba akizungumza katika mahojiano maalum na tovuti ya The Jenerali Ulimwengu Post, ameeleza ya kuwa mazingira ya hofu ya kutekwa na kupotea yanazuia wananchi kutoa maoni yao ya kweli juu ya mustakabali wa taifa letu. Warioba pia ameeleza ya kuwa tofauti na nyakati za nyuma, hivi sasa kuna wasiwasi mkubwa miongoni mwa wananchi wa kawaida kuhusu usalama wao binafsi. Amebainisha kuwa matukio ya watu kupotea yameacha kovu kubwa ambalo linaathiri hata michakato ya kiserikali inayohitaji maoni ya umma. Nikinukuu hapa kile ambacho ameweza kukizungumza, Jaji Warioba amesema kwamba ukichukua wananchi kwa sasa hivi hawana uhuru kama ilivyokuwa kipindi hicho, kwamba sasa hivi
Watanzania wanaishi kwa uoga, si kama ilivyokuwa wakati ule. Wanaishi kwa uoga na wanaogopa kutekwa na kupotezwa. Kwa hiyo unakuta hata tunayoyafanya yote upati maoni ya wananchi wanavyoona, kwa sababu wanaogopa. Mwisho wa kunukuu kile ambacho ameweza kukisema Jaji Warioba. Lakini alizungumzia kuhusu kuundwa kwa tume ya maridhiano, ambapo Jaji Warioba ametoa ushauri kwa kuwa swala hili ni mtambuko, halipaswi kushughulikiwa kama tume za kawaida za rais ambazo hupewa adidu za rejea na kuanza kazi bila ushirikishwaji mpana. Amesema kwamba hili tume hiyo iaminiwe, lazima rais apate ushauri na mawazo kutoka kwa makundi mbalimbali kabla ya kuiteua tume hiyo. Lakini amesisitiza kuwa maridhiano ya kweli yanahitaji ushiriki wa watu wengi zaidi, wakiwemo wanasiasa, taasisi za dini, asasi za kiraia na kundi muhimu la vijana ambao mara nyingi wamekuwa wakionyesha hasira zao kupitia maandamano yanayokabiliwa na nguvu ya dola. Lakini Jaji Warioba hakuishia hapo. Pia amesisitiza kwa kusema kuwa bila kutafuta njia ya kuweza kuwafanya vijana na raia wengi wajihisi kuwa ni sehemu ya mazungumzo, itakuwa ni vigumu kuiponya nchi kufuatia iliyotokea Oktoba 29 mwaka 2025. Lakini pia amebainisha kuwa mchakato huo unapaswa kuwa kama tume ya mabadiliko ya katiba ili kuweza kuleta mwafaka unaokubalika na pande zote. Sasa hayo ndiyo aliweza kuyazungumza Jaji Warioba. Sasa kuna maoni ya baadhi ya wadau hapa, tutakusogezea baadhi ya maoni ya wadau, alafu tutakuachia wewe uweze kutuambia kwamba ni kipi ambacho unacho. Tutaanza na Nicodemus, anasema kwamba Jaji Warioba, angalia sana na wewe wasikuteke kama Polepole. Lakini hapa baada ya Nicodemus kusema hivyo, akaja mtu anaitwa Isa akasema kwamba mzee Warioba hana cha kupoteza, ndio maana ameamua kuwa upande wa haki na kuwa msemaji wetu sisi watawaliwa. Tukiachana na kile ambacho ameweza kukisema Isa, twende moja kwa moja kwa Seme. Seme anasema kwamba mzee, ongea, ni awamu gani ya utawala ukimtoa Rais Kikwete? Watu walikuwa uhuru nchi hii. Watu tunakumbuka hata miaka ya nyuma mambo yalikuwa hayaeleweki. Kumbuka matukio ya viongozi kama Oles Kulimba na Mheshimiwa Kombe. Semeni ukweli, msitamani nchi kuwa ya watu wachache wengi, tushindwe hata kusomesha watoto wetu hapa nchini. Huyo ni Seme akamaweza kusema maneno yake kama ambavyo unaweza kuyasikia. Lakini tukija kwa Shahini anasema kwamba ndiyo tume ya maridhiano haiwezi kuwa na kazi kabla ya kuwepo kwa mjadala wa kitaifa. Kwa mfano, kuna ibara kama 3 zinahitaji wadau kuzielewa vizuri zaidi. Moja ni ile ya upatikanaji wa waziri mkuu, na katika mfumo wa vyama vingi waziri mkuu hapaswi kuwa mteule wa rais, na hii katiba ya sasa liko hivyo. Kwa hiyo ikitekelezwa hilo, moja kwa moja inamuondoa rais kuwa kiongozi wa serikali na anabaki mkuu wa nchi tu. Huyo ni Shaina anatupa maoni hayo kwamba kwa sasa inabidi kwanza tuanze kushughulikia hii katiba, tuanze kuondoa hiki kipengele cha kwamba waziri mkuu anateuliwa na rais. Sasa tukiachana na huyo Shain, twende moja kwa moja kwa Cuthbert. Cuthbert anasema kwamba safari ya maridhiano ni ngumu kadri inavyofikiriwa. Kuna kutengeneza waraka wa maridhiano, kuandaa na kuridhisha umma, lakini wakati masuala ya msingi yakipuuzwa kwa ufupi na ujumla wake, taifa limegawanyika na halina maadili. Chanzo cha hali hii
inayoendelea ni siasa zisizo na mwelekeo tunazozifuata na zinazoendelea. Muda utahukumu kwa siasa chafu zilizotengenezwa na viongozi au kiongozi asiyesikia la mkuu. Hayo ndio aliweza kuyatoa Jaji Warioba kutokana na kile ambacho ameweza kukiona kinaendelea hapa nchini Tanzania, kutokana na hivi vitu ambavyo tumekuwa tukiviona kuhusiana na jambo hili la kukamatwa kwa hawa wahadhiri wa chuo kikuu cha Dodoma. Sasa mtazamaji na mfuatiliaji wetu, mambo ndio kama ambavyo tumeweza kuyasikia katika hiki ambacho ameweza kukisema Jaji Warioba. Sasa mtazamaji na mfuatiliaji wetu, tuachie maoni yako, tuambie ni kipi ambacho ulicho nacho. Tukutane wakati mwingine na wasaa mwingine kuendelea kujuzana taarifa mbalimbali.